Afisa usajili wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC eneo bunge la Kilifi Kaskazini, kaunti ya Kilifi, John Mawasi, anasema wanapania kusajili wapiga kura wapya 13,316 katika zoezi hilo ambalo linakamilika leo Aprili 28 baada ya kuanza rasmi Machi 30. Katika mazungumzo ya kipekee na Coco FM kwenye afisi za IEBC hapa mjini Kilifi, Mawasi anasema kufikia Aprili 27 walikuwa wamefanikiwa kusajili wapiga kura wapya 12,999 na kwamba muda usajili hautaongezwa baada ya kukamilika leo. Kufikia jana tulikuwa tumeregister watu 12,999. 12,999. Na target yetu ile ya ECVR tulikuwa nayo ni 13,316. So ukifanya hesabu hapo utaona tulikuwa 97% ya target ile ambayo tulikuwa tufanye registration. Naamini kufikia mwisho wa siku ya leo tutafika 100%. 100% ya target tutakuwa tumemaliza kufikia mwisho wa ECVR. Mawasi anasema vijana wengi wamejitokeza katika zoezi hilo, huku akitaja baadhi ya changamoto ambazo wamepitia katika usajili wa wapiga kura wapya. Vijana wameregister kwa wingi, ingawaje the data itself bado sijapata until tumalize the whole process na register iwe ikitengenezwa. Kutoka hapo tunaweza jua ni registration kiasi gani ya vijana 18 years to 34 ambao wameregister. Mawasi pia anasema usajili wa wapiga kura wapya utaendelea katika afisi za IEBC na vituo vya Huduma Center. Kwa vijana sijui kwa nini wamekuwa na hiyo hali ya kutaka kulipwa ndio wafanye registration. Unaenda mahali wengine wanasema tayari mpaka walipwe ndio wafanye registration. Mahali pengine ukienda wanakuambia ukianza kufanya registration process, ukichukua ile ID we scan already anakuambia ati ushapiga kura. Sasa kuna hiyo hapa pia wanaona kuwa wakati una scan ID na kupiga picha ID ni kama umeuza kura yako tayari, yet ni registration process ambayo inaendelea. Changamoto wengine ni wakati ni lack of IDs, unakuta vijana wako lakini hawana vitambulisho. Wanasema wali-apply vitambulisho lakini bado hawajapata. Kwa upande wa baadhi ya wananchi ambao wamefika katika afisi za IEBC Kilifi Kaskazini, wanaeleza namna zoezi hilo limekuwa, huku wakitoa wito kwa Wakenya wenzao kujisajili kwa wingi kwa wapiga kura ili washiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Madhumuni ya kubadilisha hiyo kadi ya kura ni kwamba ningependa uongozi mzuri. Kwa hivyo MCA, MP, Senator, Governor na hata President, tunatumai kama wananchi kwamba tuweze kupata service mzuri. Nimekuja kituo cha upigaji kura IEBC kufahamu majina yangu kamili, kama niko kibaoni au siko kibaoni. Kwa hivyo nikaonekana niko na nikasajiliwa, kwa hivyo niko sawa. Nimekuja kujisajili mara ya kwanza kupiga kura, ilikuwa ni kupenda kwangu nijisajili ndio niweze kupiga kura mwaka ujao. Nimehudumiwa kawaida na nimeridhika vile ambavyo watu wanafanya kazi. Wito wangu kwa wananchi ambao hawajafika, na muita mje kwa wingi ili mje mjiandikishe ama mbadilishe ili tuweze kuchagua viongozi ambao wataweza kuwajibika. Haya yanajiri huku Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC ikifanya kila juhudi kufikia azma yake ya kuandikisha wapiga kura wapya milioni 2.5. Tume hiyo ikisema kaunti za Nairobi na Kiambu zinaongoza kwa idadi ya juu ya wapiga kura wapya. Kaunti ya Lamu, Isiolo na Mandera zikiandikisha idadi ya chini zaidi waliojisajili. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Janet Mombi. Coco FM, ladha ya Pwani.